Baada ya Gigy Money kuweza kubadili dini na kuweza kuwa Muislamu, yani baada ya yeye kuweza kuslimu, kuna hili tukio ambalo yeye ameweza kulifanya baada ya hilo swala kuweza kukamilika. Kupitia kurasa yake ya Snapchat, I hope utakuwa umeona pale kile ambacho ameweza kusema Gigy Money baada ya moja ya swali ambalo alikuwa ameweza kuulizwa na shabiki yake, na jinsi ambavyo amejibu ndicho kitu ambacho kimeweza kuacha watu wengi sana na mshangao na kujiuliza, sasa huyu msimamo wake ni uko wapi hasa, au mapenzi ndio ambayo yanamuendesha? Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu swali gani hilo ambalo alikuwa ameulizwa na jinsi ambavyo yeye ameweza kujibu kuhusiana na sakata zima la yeye kuweza kuwa Muislamu, lakini pia baadaye kuweza kurudi kuja kuwa Mkristo. Lakini awali ya yote, naomba nikukumbushe, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zinazofuata kwa wakati sahihi kabisa. Bonyeza neno subscribe, baada hapa like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa umeweza kutazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama kawaida, tunafahamu Gigy Money ameweza kupongezwa kwa kiasi kikubwa sana na watu wengi sana kitendo cha yeye kuweza kuslim. Of course wanasema kwamba amefanya jambo la maana sana, ingawa Gigy Money yeye amefanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ndoa yake inafanyika kwa sababu mpenzi wake ni Muislamu. Sasa baada ya hayo yote kuweza kutokea, kuna watu wengi sana ambao walikuwa wanajudge na wanahoji pia kwa Gigy Money kutokana na vile ambavyo wanamjua kwamba Gigy amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye leo unaweza kaa kwenye mahusiano fulani na unaona kabisa ni mahusiano fulani serious, alafu kesho na kesho kutwa unakuja kuona kwamba anatoka kwenye hayo mahusiano na anakuwa kwenye mahusiano na mtu mwingine. So kuna moja ya wadau ambao walikuwa wamecomment kwenye post yake na kuuliza kwamba sasa Gigy, umebadili dini na kuwa Muislamu na umefunga ndoa, vipi sasa kama ikija kutokea sasa siku moja huyo mpenzi wako akakuacha, alafu then ukaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ni Mkristo, yani sio Muislamu, itakuwaje kwaje? Sasa kupitia ukurasa wa Snapchat pale, Gigy ndivyo ambapo akaja akajibu hilo swali na kuambia kwamba kwanza kabisa hakuna mtu ambaye anampangia maisha yake, cha kwanza, lakini cha pili ni kwamba yeye ni mtu ambaye anafanya maamuzi pale ambapo akili yake inamtuma na kumwambia kwamba haya maamuzi anayofanya ni sahihi. So akasema, mimi ikitokea nimepata mpenzi Mkristo na wakati nikawa nimeachana na huyu mwenzangu Muislamu, naenda tu kanisani na tubu, baada ya hapo nafunga ndoa, maisha yanaendelea. Hilo ndio lilikuwa jibu la Gigy ambalo limeweza kuacha maswali mengi sana na watu kujiuliza msimamo wa Gigy ukoje sasa, maana amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye ni kama vile mapenzi ndio yanamuendesha aweze kuelekea upepo upande ambao upepo umeweza kuvutia. Sasa katika hili kila mmoja amekuja kumuona kwamba Gigy Money ni mtu fulani hivi ambaye hana misimamo. Kwa upande wako tuambie, unadhani kwamba ni sahihi kwa hiki ambacho Gigy Money yeye kwa upande wake anakiwaza kwamba ni sahihi kupata mchumba wa Kikristo na kuamua kutoka kwenye Uislamu kurudi kwenye Ukristo, au unadhani kwamba labda mapenzi yanamuendesha kama kawaida? Niambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.